Naam, mtazamaji, baada ya shirika la habari la kimataifa kufichua ushahidi wa mauaji Tanzania jana yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama wa Tanzania na kusababisha maandamano ya tarehe 9 Disemba kushika kasi mitandaoni siku ya jana, sasa jeshi la polisi la Tanzania limetoa tamko kali ambalo ni onyo kwa vijana wa Tanzania na raia wote wa Kitanzania wanaopanga machafuko. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania limezidi leo, huku jeshi la polisi nchini humo likitoa tahadhari kutokana na kile linachoeleza kuwa ni kuongezeka kwa kauli za uchochezi zinazoweza kuharibu amani ya taifa hilo katika hali ya wasiwasi kufuatia uchaguzi uliozozaniwa wa Oktoba 29 ambao ulisababisha maandamano makubwa. Polisi sasa hivi wameweza kuzungumza kuhusiana na wale ambao wanapanga uchochezi au maandamano zaidi na wale ambao wanapanga kuharibu amani nchini Tanzania. Polisi wanasema matamshi kama hayo ambayo yanasambazwa mitandaoni sasa, yawe ya hila au ya uchochezi wazi, yanatishia moja kwa moja udhabiti wa kitaifa. Onyo hili la polisi leo wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania linakuja huku jeshi hilo likithibitisha kuwa linafuatilia kwa karibu mwenendo wa usalama na litamchukulia hatua mtu yoyote yule ambaye maneno au vitendo vyake vinadhoofisha utulivu wa umma wa Tanzania. Kwa mujibu wa viongozi wa mjini Dodoma, mazingira yamezidi kuwa tete, huku watu binafsi na makundi wakitoa kauli zinazoonekana kuzidisha migawanyiko ya kisiasa na huenda yakasababisha hali ambayo si utulivu Tanzania. Onyo hili la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania linafuatia mawasiliano rasmi yaliyotolewa Ijumaa Novemba tarehe 21, ambapo makao makuu ya polisi yalisisitiza wasiwasi juu ya baadhi ya watu wa umma kutumia vibaya majukwaa ya kijamii au ya mtandao na mikusanyiko ya watu kutoa ujumbe unaoweza kuchochea machafuko. Mamlaka za polisi zinasema kuwa matamshi kama hayo yanahatarisha kuchochea hasira na kuzidisha mifarakano ya jumuiya wakati ambapo umoja unahitajika kwa haraka. Katika barua hiyo yao ambayo wameisambaza kupitia mitandao ya kijamii, nikikusomea kama unavyoitazama, iliandikwa hivi: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya kiusalama nchini na kuchukua hatua kwa ukiukwaji wowote ule wa sheria za nchi. Aidha, kumekuwepo na makundi mbalimbali watu binafsi ambao wameendelea kujitokeza na kutoa matamko yenye kuashiria uvunjifu wa amani na kujenga chuki miongoni mwa jamii, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Jeshi la polisi la Tanzania linatoa tahadhari kubwa kuwa haitasita kuchukua hatua dhidi ya mambo kama hayo yenye lugha lakini na nyingine kali zenye uchochezi. Jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua kwa matamko na matendo yenye lengo la kuchochea chuki na vurugu au machafuko nchini, wakati huu ambao nchi ikiwa na jukumu kubwa la kuleta maridhiano ili kulinda amani na utulivu na kuendelea kukuza uchumi wetu, kwani kukitokea vurugu au machafuko kila mmoja wetu atapata athari, hasa kiuchumi, kijamii na kiusalama. Onyo hili la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania leo linasisitiza kwamba kueneza hisia zinazoweza kuzalisha chuki, makabiliano au hofu kunakiuka moja kwa moja sheria za kitaifa zilizoundwa kulinda utulivu wa umma. Uongozi wa polisi unasisitiza kuwa hakuna mtu, bila kujali itikadi za kisiasa, ataruhusiwa kuvuruga utangamano au kutishia usalama wa watu. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote na wanasiasa wa Tanzania linajumuisha tamko kali kwamba polisi wa Tanzania hawatasita kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaoendeleza matamshi ya migawanyiko. Maafisa wanasema kwamba hata taarifa laini au za hila ambazo zinaweza kuonekana kuwa hazina madhara zitachunguzwa ikiwa zina ishara za kuhamasisha machafuko au kuhimiza uhasama miongoni mwa raia. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania linasisitiza kuwa hatua hiyo ya kuzuia ni muhimu ili kuzuia kuongezeka kwa mivutano, hasa kutokana na matokeo ya kura ya Oktoba ambapo makabiliano na shutuma zimeendelea kuibuka kutoka katika kambi mbalimbali za kisiasa. Polisi wanasisitiza kuwa lengo si kuwanyamazisha wananchi bali kuzuia fujo na ghasia. Hata hivyo, upande mwingine, onyo hili la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote pamoja na wanasiasa Tanzania linaonyesha kuwa jeshi hilo linakusudia kufanya kazi kwa umakini wa hali ya juu
Katika kipindi hiki nyeti cha kisiasa Tanzania, mamlaka yametuma vitengo vya ziada vya kijasusi kufuatilia mazungumzo ya mtandaoni, hotuba za hadhara na mikutano ya jumuiya ambapo lugha za uchochezi zinaweza kuzuka. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania linasisitiza kwamba kulinda amani sasa ni kipaumbele cha taifa, ikizingatiwa kwamba hata machafuko madogo yanaweza kusababisha madhara makubwa. Kulingana na polisi, nchi iko katika kipindi kinachohitaji maridhiano na mazungumzo, vizuizi na uwajibikaji kutoka kwa pande zote. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote na wanasiasa Tanzania linabainisha kuwa mifumo ya kihistoria inaonyesha jinsi uchochezi wakati wa matokeo ya kisiasa mara nyingi husababisha vurugu, machafuko au kuvurugika kwa uchumi na mateso ya jamii. Kwa hivyo polisi wanasema kuwa hatua za kuzuia ni muhimu ili kulinda raia dhidi ya madhara. Onyo la polisi wa Tanzania kwa vijana na raia wote wa Tanzania linasema kuwa ghasia mara tu inapotokea inaathiri kila sekta nchini, uchumi unadorora, kuvunjika kwa mahusiano ya kijamii na kuaminiana kwa umma. Polisi wanasema kuepusha matokeo kama hayo lazima iwe jukumu la pamoja la kila mmoja, huku kila raia akishiriki katika kulinda umoja wa kitaifa na amani. Upande mwingine, onyo hili la polisi kwa vijana na Watanzania wote na raia wote wa Tanzania linakuja wakati vikosi vya usalama vinafanya kazi ya kujenga imani kwamba haviegemei upande wote wa kisiasa na kujitolea kudumisha utulivu bila upendeleo, hata kama hali ya kisiasa inabakia kuwa na utata na kushtakiwa kwa hisia. Onyo la polisi sasa hivi ni pamoja na kutoa wito kwa raia kuwa waangalifu kuhusu maudhui wanayoshiriki kwenye mitandao ya kijamii, ikibainisha kwa taarifa potofu, uvumi na simulizi za kisiasa zilizotiwa chumvi ni miongoni mwa visababishi vikuu vya machafuko katika jamii za kisasa. Jeshi la polisi la Tanzania likitoa onyo kwa vijana na raia wote wa Tanzania linatoa wito kwa vijana hasa wanaounda kundi kubwa zaidi la watu mtandaoni kuepuka kurubuniwa na machapisho ya uchochezi au watendaji wa kisiasa wanaonufaika na machafuko. Polisi wanawataka vijana kuwa mabalozi wa amani badala ya njia za uhasama na machafuko. Polisi wa Tanzania wametoa onyo hili kwa vijana na raia wote, wanakiri kwamba kudumisha utulivu wa umma Tanzania kunahitaji ushirikiano kati ya vyombo vya sheria na jamii. Polisi wanasema yoyote anayeshuhudia au kusikia jumbe ambazo zinaweza kuzua vurugu anafaa kuziripoti mara moja ili kusaidia kuzuia kuongezeka kwake. Tukimalizia ripoti hizi, onyo hili la polisi pia kwa Watanzania linasisitiza kuwa serikali inatarajia utulivu na ustahimilivu wakati taasisi na tume za uchunguzi zinashughulikia migogoro ya baada ya uchaguzi kwa njia za kisheria na kiutaratibu badala ya makabiliano ya hadhara ya mitaani ambayo yanahatarisha kulisambaratisha taifa la Tanzania. Jeshi hilo la polisi likiwaonya vijana na raia wa Tanzania linamalizia kwa kuhakikishia umma kuwa amani italindwa kwa gharama yoyote ile. Mamlaka zinasisitiza kwamba taifa lazima lisimame pamoja, kukataa sauti za migawanyiko na kushikilia utamaduni wa muda mrefu wa utulivu wakati Tanzania inapitia wakati huu mgumu wa kisiasa. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section, na ni hayo tu ambayo nimekuandalia. Like video hii kisha bonyeza alama ya subscribe na ubonyeze alama ya kengele chini ya video hii, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend mitandaoni leo.